yake ya mwangaza ya jone na anakamata ble kusema analeta utaratibu na ulinzi. Kwa kumaliza semina yetu nasema, mama unapenda watoto, penda vile vile mume wako, na mume wako asipokuwa na Mungu vumilia. Ile ndiyo semina yetu. Kama kuko swali mnaweza leta swali juu ni semina, ni wakati wenu. Nina swali hapa mama. Wakati nilisikia sifa, nilisikia kama unasema ujane nayo ni sifa kwa Mungu. Sasa najiuliza, je, wakati mtu amepoteza upendo wake inabadilika kuwa sifa na Mungu gani, hata kama mtu anajitegemea? Sio kabisa magumu katika maisha. Titre inasema sifa 8 za mwanamke mwema anayeogopwa. Kusema naogopwa, pastor sijui pale kama kuogopwa ile Mungu anataka kuambia nini? Heshimika. Sifa tena yenye mtu anaogopwa, sifa inaogopaka kweli. Unakuwa vitu vinakuwa kama ni vikali, lakini vinakuwa ni ile. Hii ni sifa ya kuheshimika. Ya kuheshimika ndio. Sababu mwanadamu kinachokuweko ni kwamba tu utakufa. Unasikia hivi. Kama nyomulu na waweni ini amayato neruwe sigala ule mwaminifu echo chikabe chinendeke. Lakini anganabyo wonde nerini ayato. Neruwa irawutu, neruwa suguwa majibu, waya nena kuba numekuei, wamamsunga sifa ya winafanya nini? Inaharibika. Ile ya kudumu katika imani. Sababu ni kitu kinachokuwa papa. Hakuna mahali tutakuwa paile. Na huo mke akikufa, sisi wa mama wa baba, sababu wote wanakufuata. Situ bila tutahaliuka nishaka kutaona. Alionya muangalie watu yesigale uyotsuke na ile tu, na wewe ufanye nini? Ushikamani. Ni jambo gumu, lakini basi ni kila papa heshimika tu. Ni kigumu, lakini hakuna nafasi ya kukikwa. Ndeko mnasicho mtu. Twebu wasi hakuna nafasi ya kukikwepa tu. Sifa katika imani, uwe uheshimike katika imani. Kama mama liyebaki mjane, ushimike katika imani, ujitegemee. Hivi swali yenyewe niko nayo ni kusaidiane sisi wote, ni kufatana na ile parti ya kwanza ya kueleza juu ya dijitali, hizi dunia inakimbia. Hata wametumia Zaburi, mlisikia ile Zaburi? Iko Zaburi 23. Basi kama tu vile ndio itaendelea kukua maisha yetu, tunafanya nini? Tumepotea. Hata ukitakuta mama mzima naye chakula napolongolia juu ya nini? Juu ya seri. Sasa tunaweza saidiana na mnoga ili watu wapate kama discipline ya kutumia mtandao. Watoto tuliowashika nyumbani chakula na waka. Basi una regrete una telefone tu utamkuta unapoingia na stuka telefone ndio yenyewe kumafikiri, lakini kazi yule mpatia hapa nini? Hata mama, hata na baba. Tuangalie sana ile Zaburi imeniogopesha sana. Na mimi katika ile Zaburi nilikuwa nasikiliza, niliwaza pale ndipo kutakuwa maswali mengi. Hata na kanisani watu wanakuja hawajali Biblia ya karatasi hii. Utawaona unaposema Biblia iko wapi? Anakuwa na telefone ya $100, lakini Biblia ya $10 anafanya nini?
Tena tunaposoma Biblia iko naangalia mambo mengine. Tena pasta, hii Biblia huku ndio nimeona Biblia iko bei chini sana. Hii Biblia Kinshasa ni $35. Nilisema grand frère aniuzie, ni mwaja wa CPI. Jo anakiaka Bunya, anakia kutuona tena anarudi. Sasa niseme babu aniuzie kule kisha atume Bunya kisha ikuye na voiture, akaniambia ni $35. Nikasema babunya baniuzie, akasema Biblia tunakuta $35. Nisema mfate uza tu vile. Bakafata uza Biblia huku ni shere sana. Ni shere kabisa, ni kitu kia namonia na ushiku sa anausha pale oro hadi kabisa. Toa mkisema basi kamata hata $30. Apendi hata kushuka apendi. Tena ilibakidiaka tu moya na watu na biko na igombania. Biblia ni shere huku. Mais hapa mimi nakia kuta Biblia $12. Oui. Lakini utamuona mtu kanisani wa baba na wa mama, ni mambo ambayo tunakuwa tukijifunika. Unaona mtu analeta sababu, basi Biblia yangu iko mtelefoni, na ukiona hata na kanisani haiko naisoma hata iko nafuata na vingine. Hii Zaburi tuiangalie, tusome tena Zaburi ile tena kwa kuongeza maneno ya pastere ile Zaburi hii mafundisho wanatuletea. Ukipenda kukia mata fotokopie hakuna shida, itakusaidia siku nyingine kubakia naye nyumbani kusoma, au tena kwenda ubiri siku nyingine kwa kanisa lingine. Tusome Zaburi fotokopie kwanza ile kopia mama, kwamba kutakuwa nyakati tunaisoma, na hii nayo tutaifotokopia. Tusome kwanza Zaburi. Tunasema televizio ndicho kiburudisho changu, sitapungukiwa na kitu katika konde moja, na jilaza huku nikiumwa na umbo ndogo ya televizio na Android. Uniongoza, ulifubaza nafsi yangu na kuniongoza katika mambo ya dunia hii, na kwa ajili ya faida ya wanaandaji wa vipindi, namna nijapopita kati ya bonde na uvuli wa mauti, sitagundua mabaya, kwa maana televizio na Android katuni viko pamoja nami. Tafiria na bongo flavor vyani fariji, maana vichekesho mbele yangu, machozi kwa wana familia wote. Umenivika uvivu kichwani mwangu, na malalamiko yanifurika. Hakika uvivu na uovu vitanifurika siku zote za maisha yangu, nami sitakaa hapa duniani na kisha kuangamia milele. Tunasikia ile Zaburi 23. Sasa ya Bashiri Biblia lakini Biblia unasikia iko ya Biblia wamekusha ndani maneno ya hatari sana. Unaona television ni kila mmoja anakuwa na television. Usipoiangalia vizuri vichekesho vilivyo ndani na mambo mengi nayopitika, na kuandaa kwa ajili ya wale wanaovitengeneza kule, haikuandae kwa mambo ya mbinguni, kwamba tuangalie makanale tunazozipatia watoto wetu katika television. Nimeona television watu wanalala usiku sababu ya mamachi, lakini ukisema tusome neno la Mungu hapa, tusome neno la Mungu,
ni watu mara moja wanalala na dakika 12. Hata na kanisa hili ayu munenu wa motere mama bichelo kwa kisomo hapo ndilo kwa munenu wa mo, lakini ano haloka kwa mumodesha hiraka abantu banamuseka bila kwa aitwa ko kama le yao nande ne yuma kandi ngenda bakaela batu Kikaroma bakakania. Lakini utaona hii ambayo imezungumzwa hapa, watu watakuwa namna gani? sio kuacha ndege asiki yake anashimashina kanjo sakukokosei Mungu atusaidie, atupeleke mbinguni tusikie lugha hii basi. Hakuna jambo lingine, sote tunakuwa kweli. Tuombe sana Mungu atusaidie, atutoshe katika dunia hii ya kutokuelewana na wenzetu. Mumeona hapa televizio hii wa baba na wa mama, televizio na smartphone na cartoons. Kuna kuwa nyakati watoto wetu tunawaletea zile makatuni zile nini tende matende zile zinapeleka watoto wetu wapi? Ile unanifanyia mzuri, nilikuwa nicheke. Matende zile zinapeleka watoto wetu. Unaona mtu alishaleta nini ya tende vile, ndio watoto wetu wanapenda ile inapofanya hivi. Inatupeleka wapi ile tende? Na watoto wanakuwa pale musalo ni nani? Nitende pale usiku na mchana. Ile inatupeleka wapi? Na vichekeo inatupeleka wapi? Mambo mengi inatupeleka kupenda dunia. Na nani nitakaa hapa duniani na kisha kuangamia na namna gani kuliko kuishi milele. Hivi vitu vya teknolojia tusipovitazama mzuri, ni mzuri, vinatusaidia kujadiliana na mtu aliyefasi fulani, ni kizuri, unazungumza naye kwa mambo mengi. Lakini wa baba na wa mama, visikule muda wako wote, unapoteza kutazama neno la nani na uangalie jamaa lako linaenda wapi. Hii ni mafundisho mazuri sana. Na mwingine naye la kusema, mimi nakuwa na pendekezo, manake hii mambo ya sasa inakokota kila mtu chini. Sababu hata na masomoni kama mtoto hana Android, pretenda mrudishaka. Wenda mzia mtoto tu Android. Sasa nakumbuka mama moja bibi akavazi. Ukafika mwapapa kavazi ni mpatro wa zamani. Hautakutaka televizio. Nikamuuliza, "Jua nini huko hamna televizio tuangalie kwanza Bible?" Asema chakatala ile zamani. Basi ama mtu anakuwa naenda kujiangalia nje bila Mungu wako. Maana yake alishaona madhara yavyo kwa watoto. Sasa na sisi leo tufanye nini? Tuma Android na mtoto asije maneno primary wanamtuma kwa masomo. Tupe hivi. Anayekuwa na proposition ya shule, sababu hili ni jambo linatutisha sisi sote. Sisi sote tufanye nini kwa malezi ya watoto wetu? Tuseme maneno machache wakati kuna endelea. Tunashukuru bado tunapata kuwa tuko pabaya, dunia kimbia sana. Maana aduka kila mtu angalia. Na hii Eglise Adventiste tuko na bahati juu. Kanisa tunaongozwa na Roho Mtakatifu. Lakini sisi tunayoishi ndani hatujali kabisa. Tunafatana na mambo ya dunia ilishatubeba. Android kuituma mtoto kwa masomo haiko mbaya. Android ni telefone ya bie.
Antoine. Mama Messi expose yako nimekuwa naipata ku sifa 8 za mama. Huko pwemo yenye nimekamata. Mama msikilize pia. Kwa ya virginite. Lofie, mko nanisikia? Ukakuwa unaweka sukari beti. Chunga ile virginite yako. Mama alisema maombi ya mama mayali. Kwa mara luko vyetu na luko vyetu unaendelea. Mungu akatalaki kusikia ni kweli. Ninakumbuka mkazi Mane Sekondari tulisomaka hii kadri ya zamani sijui kama leo ni nini. Sasa tulisomaka wakati gani? Tulisomaka kadri moja nasema pouvoir d'une mère. Baliko tulisomaka siku mwaka mama alikuwa disi, tutafika kwa disi. Ule mama alipomalaka na ni vierge maisha yake ya jeunesse. Akalunga akaendelea tu maisha ya uaminifu. Sasa kuvilaje yabo na kuko mbaba niko na masheval. Mtanisamehe kwa wakati bese tena ule baba akapendaka aingize mashevale, shevale yake moya mklotini kwenye nalalaka mwankro. Sasa shevale naisha nataka kuingia. Baba alikazana kuingiza shevale anatumikisha masinyale zake, shevale kabisa ikakataa. Sasa ile village ndio kwa kule mama mwetu usoma kule pouvoir d'une mère, wakaenda mwita kule mama tunamvaa sana mpaka mshiza mwingine. Mwende mwita sama atafika hapa hii shevale inaweza mtii na kweli wakaenda mwita. Village yote bazaki kule mama anafaka vrema vitu vya nguvu. Kisha ule mama sasa alifika pale. Huko phrase mbili yenye libanaka mule dance. Phrase ya kwanza akasema, s'il est vrai que depuis ma jeunesse jamais je n'ai connu d'homme. Akaongeza na pia, s'il est vrai que depuis mon mariage je n'ai jamais connu d'autre homme que mon mari. Cheval, lève-toi. Cheval ilisimama katika virginité mama iko na pouvoir ya yusa. Merci kuifundisha mama. Tena anaogopa. Bwanako kwanza anaogopaka. Epi anakutaka uko na force moja hivi. Mimi hapa bwanako asake na mkanisa ya nje. Nilikatala kategorie mali moi je suis un adventiste de même que vous. Si wote tulizaliwa mkanisa. Sitakufuata juu unajua kweli yote. Tuliandaa mabishano kabisa Mungu. Akaenda. Kule kwenye biko ni makanisa ya kutenda miujiza. Akakuyaga akose na bana msibabu sasa wewe utaishi kuna mna gani Biblia kwa shaka tena kufuata na ilikuwa hata siku moja kanitaka nikasema mie plus yangu haiko huko. Sasa siku moja akakuyaga sasa alikuwa na gari na ukia kunyumba. Akasema ai niko na regrete. Tu ushaka ndangania chidive niseme kama ndio mwenyewe apotelea omwe siwezi kufuata. Akasema nina regrete sana juu. Sasa niko nasikia matemanyaje za wengine wa mama kule nasema kumbe niko na mwanamke. Ukaenda kule kufuatana jinsi jeunesse yako ulipitiza. Utakuwa na fufua na baba na kufa. Siwezi enda na mafufua kwa adventiste yangu lakini mimi sitaenda. Wafie betu. Wa mama betu sie benye tushaka oleo. Tuendelee kuchunga virginite. Hii afeki yenye mama litaya na uko tu pia unakuwa unakuwa mwaminifu. Mume wako atakuheshimu. Lakini sasa bwana anakosa takake uko na cheka na wengine baba anakuwa na dute kwenu. Vraiment kwa danger. Basi kama ungali gete kazana maombi yako utakuwa nafika sasa unapiga magoti unalia Mungu hizi katala kukusikia. Merci sana mama, Mungu awabariki. Asante mama. Unataka sema. Mimi nasema tu kuhusu nini telefoni. Ndio ilikuwa na chini kwa nianze zungumza kwa mama. Nataka sema hivi ndugu zangu. Wewe na ninyi ambao mmekuwa katika nyumba. Actuellement tuko na flu. Jana nilikuwa na mshiriki mwenye nilipopata masikio sana pastor.
muende msaidie wamama katika kanisa. Ile jambo ambalo mama amezungumza hapa, hiyo hipokrisi waiache. Mama baba anaenda fasi fulani kutenda kazi, lakini sasa mke anabaki anaposhirikiana na wengine wanaume. Lakini hii teknolojia ambayo tunaiona leo aiyo ikalisha kuhamio bila wanani valume muiye teknolojia zaidi kode telefone za hawa wa mama kwa telefone zetu. Na wengine watashikwa nilisikia lakini sijajua ni wapi, lakini ni wa kanisa. Lakini baba alikode, kumbe mama hakujua, kumbe telefone ya baba ilikuwa na iko ya mama iko kode, maneno yake iko naenda pita kwa baba, message iko nazisema, anawaza nazituma huko, ziko napita kule. Sasa baba anaangalia hii mambo na yomuka yomochinaga mara amatundekwa hana kusema na analikosa. Hii vyombo tusipofanya angalisho ni vizuri, tena utaona mtu anaaibika sababu unafiki umekuwa. Na kitabu kingine kinachosema for effective ministry kinasema shida ya washiriki na watu wa kanisa hii ni unafiki katika kazi. Nasema basi kazi hii iko na nivuruga, basi nimekosa, iko nafanya nini? Kumbe zile pesa za kazi alishakuwa na mama mwingine kule nyumbani. Huyu na kazi, mbona niko naacha pesa za chakula zinaisha na mimi ninakosa, ziko naisha na muda gani? Kumbe ziko napitia wapi? $100 nilikupatia hapa juzi imeisha. Basi nilinunua sinabonani walifika hapa nikawanunulia mboga, lakini kumbe zile pesa ni unafiki. Pesa iko nafanya nini? Hii unafiki na mambo ambayo inakuwa wa baba na wa mama. Tukazane, Mungu atusaidie sasa. Kanisa lake alifanya nini? Alisaidia. Ninataka sema kwa jambo lingine wa mama. Ninashukuru mama anapokuwa na mtoto hapa na mama mwingine yuko na mtoto hapa. Les jeunes mamans de cette église, de cette branche, wa mama wasichana wa jeune mama Jason, Héritier na nini na wengine mujazae abaka libenganga sura bya bakatola bana bahari mubyo mkingiria bahari omotisomo ile yote ni education. Abana betu mukasha mwabele kama bikula na riba tabereria bakikalo motisomo ngareno ibabegereria bakayahari no yote ni education. Mukazane wale watoto ni watoto wa kanisa, wao wakisumbua kanisa na wako wapi? Eba kusumbua muno na rilo mule bamanzi mkikalane mbele hii ajesa mungu akaba au mwanabi mbele hii ikayele sasa ni kala abajua kundiwa ya mukurakura mumwacha naenda kwa nani? Kwa baba yake. Eyo wanganamo langira, lakini analangiria ngokone baba wewe na baba wa mabi wangamula mberaho na ine tule raho emwale kenya ratu enya Mungu atakukule ngaribu kwa kanisa bakafanya na vedi mumwache apana wajia kwa maneno mukokata na katoto kanalalamika mukaache pale katulie kwenye mko nani ndio jana bwanyike bandu baliganga ngai exagere, lakini ndio maana mama hara baba wewe baba yake kama iko pale kama haiko nafundisha ninasema mumwache pale atulie mkononi mwa nani, sababu ule mtoto anapokuwa pale naye akashaka jifunza kwa sababu mimi tukala halu ndani sherehe tukala halu, lakini tukatoa mkurakura na hivyo Mungu atujeni kama kosa mzeni kitasha rejea basi fundisha leo tutaifotokopia. Niongezeke ya pastor
huku Kasai Oriental na Kasai Occidental, hipokrizia kwa ile ngambo ya mke kwenda pembeni na bwana kwenda pembeni hakuna. Kama uliolewa njia ya normal, sema bwana anakia mnachumbiana, wanapewa mali, mnaenda tasi vile, mnaruka mkanisa, bie tunafanyanga hapo. Kule hipokrizia ile hakuna. Huko dawa yenye nakuaka wanaitanga hayo chibao kusema wakati mnalunga hamuya kwa pamoja, batamulapisha na ile dawa mnaitambuka. Mkisha itambuka mnaenda kunyumba, kama kama mtaenda wapi, kama mnakia huko, siku bwana ataenda pembeni mbalimbali na ndoa yake, ile siku atamkamata. Na bibi siku ataenda pembeni, ile dawa itamka kule ile hakuna bibi kabisa, ile masiaka ile mablanke iko betua liko watu kwa kichwa tu walitoka nje ya ndoa. Hebu ke uliolewa tu pie miaka mimi naolewa pie, siwezi katala chima na bwanangu naye iko oblige tukue pale jamaa ya bibi na jamaa ya bwana wanatulapisha. Nikienda pembeni utasikia tukanabana bibi ya fulani na bwana mwingine kule, kisha sema tafasa kutime, ndio sasa ile bana mwachanisha sasa. Kasai ya tena Kasai ndani chiba ule nafaa maneno ile hipokrizia baifa pembeni hakuna. Kwa hivi kama tuko na ile tuache, Mungu anasameza yote, hata kwa nyekundu sawa damu atageuza itakuwa mweupe. Wasichana, dada zetu, tufuate hii mashauri haya kwa hili ya virginite. Niko na mwingine msichana kwa Maria. Vijana wako na danganya wasichana. Hapa siku wamuka tulizamuja kwa Garso anasema atanioa. Sasa unashangalaka, tunakusimamisha kanisani, hivi unasimama na mtu mwingine kupaje roho. Hivi unasimama sasa pale roho yako inataka kufa. Sasa unakimbia pastor ule mzee ule alishakaenda na mie. Nani alikutuma? Akisha kuda safari, mbona hauye niambia useme huyu anataka fanya na mimi jambo hili? Kumpa haupendi kuniambia, huyu unaambia mzee msema, lakini yule Garso wa mkorani ya fulani anasema akasemaka hivi. Sasa ulienda naye, sasa baadaye unakuja kimbia kwa unasema mfanye nini? Haukuniambiaka na nilikwambia kwa uteseke na ile zambi yako. Sasa unasema pastor tena iko mtu anaenda. Hata kama ninalia kujangu basi nitarudisha nini? Unaweza nitarudisha nini? Kukona kitu jengine hata niombe Mungu atoke mbinguni itafanya nini? Sisi utakuwa ulishajaribisha. Hata niseme pole basi kwa roho basi ukasha malongo. Sisi fanya kitakuwa imefanya nini? Imeisha. Tujazai kwa kile dada. Shetani iko na Amnoni katika dunia. Akina Mlani vijana Amnoni wako katika maisha yote, wako barabarani na wengine wanaweza kujificha katika kwaya na katika kanisa. Vijana wasichana tujazai sana na tuendelee kujikinga tunaposoma neno la Mungu. Anamzeni. Ndio. Tunashukuru kupata mafundisho haya. Kama hii kwa kweli tunashukuru. Na sisi tunajengwa vijana wetu pia tunajua mama kisa amesema ile ni kutime, lakini tunajua kutime ya Kikristo lazima neno la Mungu ndilo letuepusha. Tunamwogopa Mungu kwa kweli. Ndio mtu akakuwa kanisani tukuogopa ile manani aloke tunatafuta kwenda mbinguni. Na ndio maana tunashukuru namna watu wanaendelea kukaa vijana, tunajua wakijenga. Unajua
tumekuwa na nini na formation mzuri ambayo sema kwamba ukajenga vijana utakuwa umejenga yaani abiria itakuwa mzuri. Ukazaa watoto na unakusandra ndani mwao mafundisho na uwasaidia kujifunza kazi, ujue kwamba avenir yako na uzee wako utakuwa mzuri. Na hata ndio waliwaambia kwamba aske kwa sababu hata kwa groups unajua wanaita watu ambao wamekuwa kama sisi sijui kama miaka ambao mtu kama pesa miaka kama tuweze miaka wanasema ni nusu ya mtu. Hata kama kumekuwa na buse ndio mtu anaitwa hapo buse ndio maana kusandra mafundisho mobile wanaleta baseka na wakahamba antokeni avenir na tawe neka ni force ya ajabu. Nimerudia kwa ile ya nani ya kwa telefoni. Kwa kweli na mimi iko nanisikitisha kuona watoto kweli imekuwa kama nikawele teknolojia ni nzuri kweli, na mara inapo kitu ambacho wakati kinakuwa ni kipya kinadestabilize watu. Sasa ndio maana tunaona sisi kana destabilize mablanka wanaenda kuchoko moja. Imeingia kwenye shule hata na watoto wasizima ni wanaacha pewa zile matrei. Nishapo kuwa wakati telefoni zilikuja kulikuwa na maelezo mengi. Hata na kusi wakubwa wanasema ile telefoni usinegosie wakati fulani. Ukilala unalala na hiyo kule kumwambia debate kusudi ile maonde sijui namna gani. Lakini leo imekuwa kama nikawena mtoto mdogo haja kwa mafundisho fulani. Sijui kama zile telefoni zimekuwa tena nyingine mbalimbali ya zile ambazo zilikuja mbele. Na kwangu binafsi nafikiri kama zinaweza kuwa watu faible. Kuresone telefoni zinazunguka kwa nafasi yake sijui wale watoto wadogo hizi zinakuwa zimekuwa zinajengwa kweli kweli. Na ndio maana nasema kwamba wala ambao wanakuwa katika sinema kwa mikoa wanapatia kwanza seminar ili kwamba tuwanunulie watoto telefoni tukiwa tumejua kwamba tutakuwa tunawapatia kwa mfano refu hapa semeni wakati wanakuwa na nguru gani. Basi kila siku tu mara moja telefoni kama sisi wakubwa jinsi inakuwa na mipango biashara na kadhalika. Nafikiri kama walimu wangetuangalia sisi wazazi, kwa maana tunajua vitu vibaya vinavutia zaidi ya vitu vizuri. Naweza niletu watoto akatereve kuzatu wanaangalia tu vinyaya vyeusi. Ndio maana leo niangalia watoto wadogo, nimewahi kuona wengine hata kiduza unasikia amekuwa mkrimu, amekuwa primaso. Ameviona wapi anje praktike sijui nini. Unajua kuna kwa hii monde msikike sijui kama mtu anaweza kuelewa. Yaani unaangalia pale ya kuinuka hata hawezi shule. Unaangalia vijiji vishika sana. Kuna vile vya dunia tuna freemason nini na watoto wanaacha beba mamiba afeke nefa du sana unasikiliza. Hii siku za mwisho kwa kweli zimekuwa za hatari sana. Alafu kwa telefoni na WhatsApp unasaidia tumeka fulani. Wanashule walimu nini watu wasaidizi wazazi. Mimi nilikuwa na mwanafunzi ambaye anakusanya kupeleka telefoni yake dai hapa sana. Na mimi nikubali vile. Wakati wanakuwa na nini na unaona kweli anatia kae pale na telefoni. Na kama ni kuranganya lakini unaona kweli kameme ni kwa wakati fulani. Kijika hii inakuwa pale na anapima atafuta mle sijui kwa kweli. Mimi kila siku tu naenda nayo na naacha anaongezea na nani na deposit budget yako inakuwa juu kwamba mega kila siku tu unapatia mega ya dola. Sisi kabisa kule kwa masomo uchoka tuko kule walimu wangetusaidia sana. Asante mzee. Unasema jambo nzuri. Naomba walimu tutawauliza wale wa coordinator wa masomo kuwe nyakati za kusaidia. Sasa na jambo la pili kwa ile na sisi wazazi, dunia inaweza kupenda kuangamiza watoto wetu, na sisi tuwe na muda kwa ile ambayo imesema kujenga jeunesse ni kujijenga. Sisi nasi tuwe na muda wa kukaa na watoto wetu zaidi sana kwa hii ajili ya kidogo ya mpaka miaka 12 tujikosantre kwa watoto wetu sana, sababu kunakuwa miaka ya education ya 0 pale mpaka 3. Unaona mtoto anakuwa na imani ya wazazi, hata ni miaka 6 pale mtoto iko na imani ya wazazi. Anapoenda masomoni, usipokaza ile miaka ya pale mbele,
mtoto anakuwa na imani ya mwalimu. Unaona, unapoambia mtoto hiki hakifanyiwa, sema hapana, mwalimu alisema hivi. Sasa kifike imani ya mtoto inakuwa kama inatoka kwa kuwa mzazi inaenda kwa mwalimu. Sasa inakuwa kama wewe ni mtu utakuwa anakokotana na mambo ya mwalimu na mambo ya nini ya mtoto. Sasa kifike pale mnapigania mtoto. Na sasa nataka sema wewe mzazi ukikazana na mtoto wako pale kwa miaka ya mbele, basi unaweza kuwa na ushindi. Sababu nakumbuka msichana wangu aliyebeba alikuwa tunamfundisha mambo ya chakula, inamuingia sana. Alipofika kutuazie mane, kama alikuwa tuazie mane kwa na mwalimu mwenyewe, yeye haikuwa advantist, lakini walikokotana na mwalimu mpaka mtoto anampeleka kwa nani? Kwa director. Sasa huyu mwalimu amesema mabonda na kuliwa, ninapokataa ananipiga fimbo. Na baba alishakasema harukuli wake anasomaka katika Biblia. Sasa ananipigia fimbo sababu ya nini? Unaona, sisi tunagombania mtoto na nani? Na mwalimu. Na ule mwalimu ilipofika sasa kwa director, director akamwambia, wewe mwalimu, ukifundisha hivi hatuko pamoja na wewe. Na ule mwalimu alishakafukuzwa kwa masomo. Ni kusema kiasi nataka sema tukue na muda wa kukaa na watoto wetu. Wale watoto ndio urithi wetu. Ukikuwa na jeunesse yetu, kisoma kitabu cha Conseil à la jeunesse kinasema ujana ulinunuliwa kwa bei kali. Notre jeunesse a un grand prix. Na sisi tukiwa na zarau wa vijana wetu, basi na tunapoteza. Hao ni bei kubwa ya kanisa, ni bei kubwa ya societe, ni bei kubwa ya nyumba zetu. Watoto wetu tukikuwa na wazara, mzazi hauna na muda wa kuikala nao, unakuwa na wengine kule, na telefoni zako zinakusumbua na kazi zinakusumbua. Ukikosa muda wa kujadiliana na wale watoto, ni wewe kwa mwisho utaliaka. Sababu dunia inapenda itupore wale watoto. Ni kwamba mzee ile unasema ni kweli, tukazane tunapotafuta wale, lakini tunasisi tukazane. Mungu atusaidie, tusaidie watoto wetu sana. Sawa, vijana wetu hawa jazo ule mtoto unayekuwa naye kule eswa mkaya romo kimwega toute la journée na iwa sawa shakusunga omochiro omwana kameka watu kakusunga enda kula kwa mama wabere luo enda kula kwa mama na leo basi aho ndo mira mama usimwa bende eno ngezi yo mama huyu yumesirire naye yomo mwanuyu na ipelea hata tutende kazi, tureserve wakati kwa wale watoto wetu, tureserve hadi wale ndio sababu yetu na ndio jamaa yetu. Asante. Kuna jambo lingine? Mimi nasisitiza juu ya jambo ni mamali sema, wanasema mwanamke mwenye anaheshimika na kuogopewa ndio mwanamke mwenye anavumiliaka wanawake. Maisha ndio hakuna kufanya nini? Hakuna kutoka. Sie ba mama tuambie watoto basika wadogo bisi mtu akishachagua anashafanya nini? Akifika hatua ya kufika mbele ya Mungu vimefanya nini? Mbona bandia vile? Unaona ile saa unatoka mnyumba kuna kuzaka nini heshima hapa? Unaweza toka mwango kwa mfano mimi hayo mtu atoke mwake. Naomba mtu anavumilia bwanani. Unaweza toka mwango hata inakuwa trana tena unarudia kunyumba hapo unakosa mwenye kutoka kama. Sababu watoto wanafika hatua ya kulunga wote walipo msali ya kukosaki mwanashoji sio kutoka mwango mama. Unakuwa kule unafaa bisambla mamake na kulunga ingia wakuzana mfimu unajua mshakamatana hapa ni watu wananyotana kule mbasi tu sio manaka ni mwana shabagera. Angalia kama mawingu. Ndio tuombe Mungu atusaidie tuwe wavumilivu na kila mtu afanye jukumu lake. Ili siku Yesu atakaporejea mara pili sisi na waume wetu na watoto wetu tupate kujenga katika ufalme wa watu. Na tena nitaongezea bibi na bwana. Bwana anatoa jamaa nyingine, bibi anatoa
Kulikuwa jamaa moja hivi, hadithi ilikuwa jamaa moja hivi, kazi yao wanagogotana bibi na bwana, kugombana, kutupiana maneno vile. Kisha mtoto akatoka kwa tate akaanza sasa, mama na baba tena tuko na gombana. Tate sasa jua nini unazekeshana tuko pamoja. Tate akamwambia sema ndakia kule, ndakia ambia bazazi yenu, sio kama tuko na tatili hivi na sokulu. Tulikuwa tunavumiliana, tuko na sameana, haiko sema tugombanake, tunagombanaka, tunasulana hata des jours. Leo tu unaona unamsamehe, basi kwa Mungu, basi vile joe, basi unamsamehe. Yeye alitoka na education nyingine kwa, na wao wanatoka na education nyingine kwa. Ukianza shana, kenza, nilishaona ile kenza, biza kupanda. Jo mnakaa inaenda sasa. Pale ndio sasa unajua kama mwenzako. Kama nakurumaka usiku pale ndio sasa utajua. Kama nalala kinywa wazi pale ndio utajua. Kila kitu yake yote utajua. Umeshakamshwa tu vile na ndio kile ndio kusema kuvumiliana na kusameheana. Juu niye wote kila mtu kuna roho yake. Sasa kama mvumilia msamehe, sike tu mtapanza na tu ndeju. Jo ile ndio nitasema kupitia kunyuma. Asante. Wakati tunasema maneno mengine na mengine na kweli. Hizi siku ziko vitu viwili. Hizi siku ziko vitu vyenye viko anormal, vyenye tunafanyaka normal. Si mnajua hivi. Hapa nikienda msoko ninaenda kununua kipandalo cha kuliwa hivi. Cha kunini? Ila hamtashiriki. Ni normal. Nikipita walishanisuka wenyewe ile zamani msira alikuwa vinyana yake inakuwa hivi. Siku hizi mmoja temeshuka hapa. Siku hizi ni nini? Ni normal. Unaona ile. Lakini kuile wakati yetu nikiona Jazwa kivali Jazwa atasema enda kile ni chakulini. Lakini nikimwona siku hizi anakivala nitasema ni normal. Nikimwona alishafanya vile manyele vile, nitasema hii ni nini? Ni normal. Ni kusema ni wakati wa kuelewa binyabi vilikuwa anormal, vimekuwa normal. Ingine kwa inakuwa kwa ile wakati wa mbele shonyungu tukabia kwa ya mato wakala ikaya kuti. Hiyo kombini ni ya kokotiai inabanikiwa ile wakati hii. Ubie pantalo ikipasuka hapa tunafanya nini? Tunaibandika. Ile kwa wakati yetu vilikuwa normal. Lakini kwa wakati hii kibakuli kikiharibika wanasema mpeleke Mngolongoto. Si mnaona? Na hii ni mpeleke Mngolongoto iishe vile. Na nataka sema hivi, wakati wetu ninakusema wakati wetu wa zamani. Yena ni huyu ya mama huyu tuliko malaka na bwanake pale Matano. Niseme kwa wakati wetu wa zamani na yeye. Sasa ile wakati ajimiche kama nekawa. Lakini okomero ya munawira isi tuambia tukalekanya wakati wakome tabita na balungu. Omukali akayera watu akabande kawo kamari yokomero yake raberia akayera watu akabande kawa no mulo nana yakayera watu akabande kawa. For example, muna ngire tusoma ko cyaje muto ha muna ngire na karafata yo ha na yuna mabi ba bisiye je nyuma no mutala ngara e kanoko kala ha muna ngire nyuma ya muna ngire no muna shinga na kamo kasa eske muna na bisine ni bisha kwa sema kameni lakini kangana bika kano kaseko kala ha lakini mimana yenyewe ni vivyo hivyo. Bandika mke wako ufiche, hata kama kule nyuma kuko namuna gani upafunike aonekane iko mzuri mbele ya watu. Na wewe bandika mume wako mbele ya watu, hata kama kuna shida kule
na ukadiri senyuma hiyo hao tukavya tuvijane na tuko natengenezana hivi. Na ingine kama iko normale siku hizi kuvana vipandalo vile ya mabine vyokuwa benavitu ya normale na richangale kwa kutumka vya makosa kama vya normale michi na wemuka ili wa utukati vitubwe abandu ya mabi ya bere ya normale acha kukimbia. Kuna hiyo kukambi miti ingine kwa omuka liwa mata ama yikuza mageni na probleme hiyo na bere na ikayo mukambi miti iba ni presente na mona bulanga nyiko yoko miti like mama nganambe jibu ni nyomo hano ekwambani na mabena hikayo ama leo yikuza nime chokia katika nyumba huu manesumbua huyu mwanaume ona kisi ananifanyaka hajipatiaka na sabuni hivi. Mwanaume anajaribu kubembeleza watu, basi mwanamke anaomba basi mimi nifanyia hata na decharge, ninaandika huyu mtu aende na yake aende oa, napeleka na ile kunini kuparke, mimi ninachoka na nyumba kwa huyu mwanaume, wakagawagawa na mashamba na manyumba na vyote, basi enda zako na watoto, bakia na mtoto yako, mimi sikutoka kwetu na mtoto. Huyu akaenda na bwana kabaki pale na watoto. Sasa akasema nifanye nini? Divorce imekuwa. Huyu mama amekimbia. Anaenda jitendesha vyake kule kama mwana mpotevu. Sasa inafika nyakati baba naye anachoka na tamaa, anachukua mwanamke mwingine. Akawa naye akalea hao watoto waliobaki, watoto wadogo. Akawalea mkawa miongoni mwa wale watoto wanaooa na wasichana wanaoolewa. Sasa yule mama ule aliyewachunga wale watoto ni huyu mama aliyerudi ndani, akawachunga na wale watoto wakafurahi. Sasa yule mama ama biyabereye yo mukambe ama weka mukala, sasa ndio atafuta nani anafika kanisani njenga sharuda hiva wale ya enda Yesu mama ndio alisema hapa mtu anaposho kuwa mwake. Na hivyo sasa mama huyu akasa akawaida ili kwa mwingine aliyomwawe vumilia iliyo mwako, sababu na utawaza kwamba kuenda nje jo unapata nani kule, lakini mwisho utafanya nini? Sasa aliporudi, nilipofika pale, baba yeye yuko pale kanisani na yule mke wake wa pili ule, na huyu naye amekuja atuna malo kwa juu naenda subai. Sasa amelisha somo tusomo wao na yakaya nielezera pastor ulala na bibi baba biribatizi omukalioli babiribatiziana omwana babere mwira munandugi yako mbona wao walikatalaka hii nyumba. Unaweza kuchoka nao la unamkataa, lakini kesho talia utamtafuta. Na uangalau leo muka liyunga aliate tidiaje, lakini umunja ajuka shale raji. Muka liyunga shalera hiyo muka liyo. Kitu ambacho nataka sema tuvumiliane. Amen. Tusione kwamba huyu anakuwa wa kuzeeka, huyu anakuwa namna gani. Mwanamke ni yule ni yule mwendelea. Mwandishi wa kitabu kile cha Nyangori, kliniki ya ndoa, nasema ukitembea katika bucha hadi busheri katika bucha, nyama ni ile ile. Na wewe ukitafuta mwanamke ni nani? Ni mmoja, ni ule. Asante. Tunawashukuru wa baba. Tunamaliza hapa, mzee kiko na neno kwa jambo lile lingine. Ni kwa ile natasema ke sasa baseka normalement atuka mitini ya kuangalia sana na kuombea sana kuliko nende sina shinga bona sinje kwa ujio kunyumba mono sasa na ile tambiri kaliana soku pengine kasi ndio wanse abandu ba kundia ndwani ya melele ndio gisi Biblia na gisi mafundisho ya kunyumba nasema kwamba uchaguzi wako unamaanisha ndoa yako, maisha yako ya baadaye. Leo kweli kuna sijui kama kuna wale ambao wanaweza kuachana na sababu ambao watu wanaweza kushuhudia.
umnama erango mulu miyoko na baka sana muhamba tuwenga kera unashi mnamu diario ngokwa wanda luba mabibi yari bane mwamugize banda balume fulani bako siyanga yero jamaa biki kitoko cyo wera ukasi mwana ndabana mu byomuti mu manyumba kuvula naso kana yuka ngaso ni batembeno church ndabine nfikima tse kwa chokwecho ngana bisababu eyikalire ngana sala yinga bantu ba bana no divorce ulina ndiako mpango wala ngana kuba kabya motsebini akata kitu ebinti asante adibu na bibyo wele omwe ngikali yako echihanda chisi nitonene lije ikawa hata leo kusingira lakini wamabe samara y'inyamuhanga echihanda cy'Isiraeli kikakosa ejabe kose cyamukosera kijyamu yekukamera nese sanamu enyatolacho no mukobe enyareka jinya gashe sinacho lakini swali shasunga nyamuhanga kabari lo munawire n'amasomo lekende cyaha n'amasomo lekende hata n'cyahanda cyaki eje Israeli kandukasunga eje nyomo sura yo kandijaka mwenye nyamuhanga wajahanda cha Israeli. Kanisa ni kama hivyo, bibi harusi na bwana harusi. Na yungaje na hikaho inalime mtine kanisa yote na mweno. Na kama balinganisa yao bibi ya mwangalia bibi nini kanisa ya Nyamuhanga, bibi harusi na Nyamuhanga ni bwana harusi. Na linalika ni kanisa ngoko tukalienda patali tuti Nyamuhanga sheri to wakaruna mali Nyamuhanga wa banza engana mabatebeta sheri to nama divo nama sinyele ni divorce lakini angana kwa inyo kama samara halia anatupa malipizi lakini mshine shawa mimi ndiye watoto wangu ndiye watu wangu vivyo hivyo katika uchumba ukaliangana kwa la bitelo kwa mwongeza kwa nene siya ni rai na mbona mimi akola bitelo lakini wewe bwana unaweza kumtazama na ikala pale kani utalia homa ukagua kutukanye karata tutalia mnamwachia muda anakuwa pale lakini yule muda anapokuwa pale mara zingine akili yake itafanya nini sababu noko divorce asante nani Sami ne serikali nayo kasudwa Yehova ndio ayuna mwa nitikeshe sinye divorce na kuno ni barabatu Sami tani buweche de baba Emati ya bibi wana basi mkani kulia na baba ni pendekezo endoye abo hano ochinde chipo neredi abo kwa ku nenge saha mugaso de teriomo na remo abo hera kwa wabe to diokobe imo moto kere kurao ingaso ndi wanete chipo bache wo machama belega kuti sichikale kagire ndeke ebe ndemo byanga kala kutse byamenebe echinde chama be kale chindi chikeni chama bitwika ikazi yo mugabe sonde kola esi yende tokekana ngaso ndiwe jobu sana ne nabarenga langira sana twabarenga ka igemero polo hande lugu Volechero abamama bakeba nemu bana mafundisho awere unyumba litungo unyumba lakini unyumba bukabya mu bantu babere seburabya mu mundomo wuma omuuma mwanga kamili kase owundisha kamili kire obose wangabyaho tu ejigobe kikifika Pero ngaso ndele tomo pendekezi boko lwane lwa pastor mwa mama bane mukololo hande lwabo Biblia ikawa itomulo mayirate omorome mo ikawa tupola kawa tomulo mayirate anzio mukali wiwa Biblia siria tatsuko ko mukali ikatsuko konde okomulume nirikutwe banadamu twaberutsukwa hayi eiriya bakari nechabare chekarake twatsaluka nikundisituta tsukangande nganyamuhanga kabati Marie aimait vos femmes nirikuwa
Bakendia babyanzwa ebera batre. Iba kushicha. Nirikuitwa twabera tukahatika nolonde lohande niritwa shiga olone. Ngaso niwa netiti. Nete abalume sende natasunge chiro bamichikalia hano abalu akwambo bokoseye aux jeunes garçons dans leur foyer. C'est en tout cas nama bichigo musomo biyoje. Eba bisa habene chiro na chewoma. Echona abresonga wamachikalia balwa. Muri chiro ni abakali mweshimu. Mabalwa nasiba shinga bangaza bakali bawo wote. Bobati neryo. Omukali mwanga heshimu olwanzo lukaenda ili depare d'autre. Twamani sitwatatokeliwa chichabalwa se hali chiro tukesha tukachi amanyumba. Wamabisungo mulume ina ne mwanzo mukali yuwe yoko kawaida nerare okasungo bunyumba okazana. Alakini hamabi hanelese aleno romulu minya chibo omukali kubina nishicha ande kolemi yimiye kumbe na rate ina nishicha nebyaka kolebyo yo tube kare trama problema wahayi kumukudini malediction kasana yuna leto mu nyumba eko panze kama même si omukali yangarate anga mushicha nao sipozo wayero wadiba galibere n'abana indiabo bakandira bati pakandi rono mukali wao omulu wa mukali wa chaka replique ya meriachi e problemi kazi kwa hayi uko wadiba kalia barera kunipezi yao yeyo nisa ndio unyimbo obo ndio bo ayo ni pendeke mwanga retane tunatasha waza kuchibomo chisungo cha bapendesha tunayire shundamishe rashiti esheriwa tichabahe abalume eremenyanga banganza bakalibo bachi Riona bamama bakahatikana bakaliko kobanga wakicha balume emyezi ya hambana nibe bunyumbe bwera bute iwalo ya mole jene merci papa Sani samu yale kikenye kuche yamala de département yimiho de façon qu'abalu mena kubatashi ni responsabilité yondeke kulichuka buwejo ne kwe ne okomyati obunyumba abakali bakabyanga kubalangira yo kurenga balume oko hambera yo mumyatse mera lakini abantu banabatu bakaya mwabanene eshobita nenge shobali abawa ajone kwenene sikwanga nacho kandi kopesha libyecho no muingize yetu lero omo baraza yetu ye AFC muto tengirita bwa kuchoko tutia leno chabakabyanga sija tahamba Tomata wa tous les couples jeunes mariés ngata na babo na junyo mola na wite etiro chetu eche seminaire obula mungu akasha sanande no enyemo aussi kandi etiro tukandi fixecho kandi mwaleria cho basimwa tukasha sangu kalizungumza kwesha kana ya kusarta kwa sikatu usitwe aussi na rishi perfectionite bosi na riwe tikanite bosi erukwa manango kosemele mubuwe twabara tukabya ruhande ngatukara bakute bakukatola lokokotengo na rikiro bikadi sheri nyomore hano anglofone mama wetu wale kerera ejo tikashekuwa tikayasana zoma iko kokwe ya mwisho mama wangu wanya sana basi Mungu akubariki sana. Kupatia ndani atatufotokopiere hizi mafundisho tutabakia nazo kanisani, wapo wataenda na kopi hizi naomba utatusaidia kufotokopia kule. Asante. Tunapomaliza mbele tuimbe wimbo wa mwisho sababu tumeingia katika semina. Tuimbe kama unaweza kukaa. Unafanya mzuri mama. Wangapi wanashukuru watu hao? Unafanya vizuri wa mama kabisa. Walio watuma siku nyingine ikubali muje tena. Muje tena. Tunakuwa na matangazo fulani ambayo tunapenda kuwajulisha. Tangazo la kwanza la husu mzee atatoa ripoti kuhusu mikutano.
La pili ni kuhusu parcele ya Musimba. Ikiwa umekuja na pesa za parcele ya Musimba, tunakuomba uziache, sababu tumepewa siku chache, nasi mnajua tunakuwa na probleme zetu hapa kanisani. Tunakuwa na contribution yetu ya kila siku ya ununuzi wa parcele yetu ya kanisa. Sasa tulipenda katika wilaya yetu Musimba na katika station, ili sabato na sabato ijayo tumalize vifiko hivi, ile 2000 yetu ya wilaya hii tuimalize. Na katika wilaya hii ile parcele yetu tunanunua siko kwa